good. Angalia mtu mwenzako aliye karibu na wewe, msalimie, mwambie haye. Mwambie Kigarissa vizuri, mwambie haye. Finally nimehama kutoka Garissa nimekuja Thika. But do you know why? The reason is why kwa jina hili inaitwa surprise. Hii surprise, unajua when nilikuja Thika na Nairobi nilipata if a man wants to surprise his lady, anamnunulia gari kama ni Valentine, then anamwambia lady baby, surprise. Huyo mwanamke anafurahia, anasema thank you baby, thank you so much. Garissa ni tofauti. Zile vitu zenye wana surprise nazo wanawake wao. Zile ngoma za kitambo. Shida ni hiyo ngoma kwa sababu ngoma ni ya kitambo sana. Sasa Abduba Adan aliamua kujichocha. Akaamua kusurprise his woman. Akamwambia, "Haye, bibi yangu, mimi anataka surprise wewe na wimbo moja romantic." Bibi yake akamuuliza, "Wimbo gani? Husband yangu, mimi hata sijasikia unaimba." "Kote mimi nasikia wewe. Small saka, big saka." Wife akakasirika akamuuliza, "Haye, hiyo ni ngoma gani unaniambia hiyo? Hiyo ni ngoma ya kitoto hiyo. Wewe mbona unafanya kama mtoto?" Akamuuliza, "Haye, wewe anaiona mimi nimefanya kitu kama mtoto since nizaliwe? Since nikuoe?" Akasema, "Hapana, basi hiyo ni surprise." Kutoka hiyo siku nilihama Garissa nikaamua kuishi Thika. Kukuja Thika nikapata things are changing. Kitu inaitwa land grabbing huko ni rampant. Watu wameibia mashamba. Nairobi nasikia shamba. Mpaka Nairobi yenyewe it's at risk. Kuna mtu anakuja kuiba shamba Nairobi, mwambie mrudi Ocha. Now hizo shamba kuna kitu inaitwa land grabbing. Kama ni land grabber na uko hapa, tafadhali niangalie kwa macho vizuri, usiogope. Mimi sio land commissioner wala hapa hakuna land commissioner. Kumbe nyinyi wote ni land grabber sisi wote. Kuna maombi ya digital. Maombi ya digital ni kwamba unaomba Mungu kidogo, hiyo ingine unajimalizia. Nilipata land grabber akiomba juzi. Akakuja akasema, "Mungu Baba, nakuja mbele zako asubuhi ya leo. Nakuja mbele zako kama vile maskini anakuja mbele ya tajiri kuomba chakula Baba. Mungu, wewe ndio uliyeipa chura koti ya jeshi na iendagi vita Baba. Ukapea jogoo kinyasa ni iendagi shule. Mungu, naomba kale kashamba kako na Kamau, nipee kagu kakue kagu. Title deed sikustue, hiyo nitajishughulikia ya aviation." Na Mungu ukinipea hiyo shamba ikuwe yangu, nitafurahia sana. Unajua mtu hawezi pewa shamba halafu akae. Kwa hivyo Mungu nikumbuke tu, nijengee nyumba yangu ya kuishi, halafu ploti. Mungu nimekosea kidogo, anzia ploti ndio nikoboreshe. Halafu nyumba ya kuishi. Mtu hawezi ishi bila ploti, pesa mbele. And you see, hiyo kitu ya digital sana ilikuja mpaka ikakuja kwa TV. TV zikazimwa. The government closed all the TV stations. Saizi ni digital ndio inawaka. Watu analog bado tuko kwa giza, especially mimi. Mimi ni movie pekee naona kwa nyumba. Hakuna kitu kingine. Sasa imekuwa opportunity, business opportunity kwa watu wa digital. Siku hizi mpaka news zinauzwa na programs. Unapata next day Kamau, sauce na kumi, sweet premium kwa customer biscuit, news ya jana 100, Nimro tabu na 100, certificate of due na 50. Unauliza kwa nini ya dumu unauza 50? Hapana, unajua iko na scratch ni aviation. And you see in digital still saizi wakati kampuni ikifungwa, of course watu wanaendanga jobless, si ndio? People go jobless. Of course these newscasters na news anchors wali run jobless. Sasa na imagine watu kama kina Jeff Koinange walikuwa wanafanya nini? Si mtu kama hiyo alikuwa anauza mutura pale Ngara. Ati oh my, this mutura, it's sandbob. Oh my, I'm smoking. Larry Madowo kuna fununu nilisikia alikuwa Hoka Ludhuri Avenue. Shida sijui alikuwa anauza nini. Sasa mtu mwenye nashuku ni Muhammad Ali, alikuwa anafanya nini? Huyo mtu sababu alikuwa makanga kutoka Isli mpaka Nairobi. Ati ni takriban shilingi 20 kutoka Nairobi mpaka Garissa. Kuingia ni lazima na ni kwa stage, kushuka ni popote. Mswahili alisema mpanda ngazi ushuka, hata wewe ukipanda matatu ni lazima ushuke. And now the thing is, unajua mtu obvious akifuta job lazima ukuwe creative. So this guy I suppose alikuwa creative in a way. Kwa sababu since hakukuwa na studio, hakuna TV atuoni. So what did he do? He decided to come with his own studio. Studio yake ilikuwa tofauti.
ilikuwa news on the road, alikuwa anaitwa news on the road. Mtazamaji, basi nimekuja siku ya leo na wewe mpita njia, najua studio zimezimwa, lakini ripoti na habari lazima nikuletee. Habari zinazofika hivi punde ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta wakiwa na mkewe Margaret Kenyatta leo hii waliweza kushiriki mbio za Zero campaign. Rais mwenyewe ndiye huyu mkimwona hapa. Ninajua ya kwamba hamumuoni akikimbia, lakini kama unavyoona inatingizika hivi ni kuonyesha jinsi alivyokuwa anachomoka mbio. Kifoto nyuma alikuwa ni William Ruto, lakini alipochomoka alikuwa kwanza, lakini baadaye alisimama. William Ruto mwenyewe muangalie ndio huyu, na hivi ndivyo aliweza kusema. Sasa mnajua ya kwamba mimi watu wa Eldoret ni tarbu. Unawekwa ndani, unapigwa risasi, unachomoka twa. Nilikuwa wa kwanza. Nikienda kufika ya wa mbele, nikakumbuka nimeacha rais nyuma. Mimi ndio vice president. Kwa hivyo nikapiga kona ndio rais apite, alafu nikamfuata nyuma. Si hivyo ndivyo wa Kenya tuko sawa? Na unajua kuna kwanga ile break ya commercial break. So this man lazima akuwe kona creativity yake. So anasema, basi mtazamaji, taweza kupunga mate kiasi, kisha nitarudi baadaye. Kisha nachomoka, alafu narudi kidogo. Je, utanunua simiti? Simiti ni D. Ni mimi wako Augusto nikiwaambia asanteni. Thank you ladies and gentlemen.